anakaza umuhimu wa ndoa kama kiwanda cha familia, kiwanda ambacho tunazaa watoto watakao kuwa viongozi wa taifa la leo na kesho na kanisa la leo na kesho. Kwenye familia kule ndi kiwanda kinachozalisha watoto ambao watakuwa wataalamu wa fani mbalimbali. Kwa hiyo hao watoto sasa wasipozalishwa vizuri kule kwenye ndoa zikiwa zina matatizo kule, watoto wetu nao watakuwa na matatizo. Tutakuwa na kizazi kigumu sana kitakachoongoza kanisa na taifa kwa ujumla. Kwa kweli watoto, kwa sehemu kubwa, wapendwa wazazi mlioko hapa, mlioko kwenye ndoa na ninyi ambao hamko kwenye ndoa, watoto wanajifunza sana kwa kuona na kusikia kuliko kuambiwa. Watoto wanavyoona baba na mama wanavyoheshimiana, wanavyoishi, ndivyo na wenyewe wanalichukua hilo. Watoto wakiona baba na mama kila wakati ni kugombana tu, na watoto wataendeleza hiyo ya kugombana tu. Kwa hiyo watoto wanajifunza sana. Kwa hiyo anaposema ndoa na iheshimiwe na watu wote, maana yake anasema hebu tuimarishe ile misingi ya ndoa takatifu ya Kikristo. Hebu tuwe na uhusiano ulio hai na Mungu wetu. Hebu tuwe na uhusiano ulio hai sisi kwa sisi. Hebu ndoa zetu ziishi katika kusameheana, tukijua kabisa kwamba hujaoa malaika wala hujaolewa na malaika. Ila jambo la msingi ni kufanya kusameheana, ili ndoa iwe mahali ambapo kuna amani, kuna furaha, kuna raha, kwa sababu ndoa iliyojengwa kwenye msamaha inajengwa kwenye msingi wa Yesu. Anakataa sana uasherati na uzinzi. Anasema Mungu atawahukumu watu hao. Bado anarudisha mahusiano kwamba ndoa iwe ni sehemu inayoheshimiwa. Maisha ya ndoa safi. Anaposema na malazi yawe safi, maana ni zaidi ya malazi haya unayoyajua wewe. Maana yake hata usafi wa kiroho wa ndoa zetu uwe safi. Maisha ya ndoa safi, takatifu, yenye raha, yenye furaha, amani. Vitu hivi ni muhimu sana, maana kwenye ndoa ndiko, kama nilivyosema, chanzo cha familia zetu, kiwanda cha kutengeneza watu kwenye familia.